Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema muonekano wako ni ujumbe unaotuma kwa ulimwengu. Muonekano wako ni ujumbe unaotuma kwa ulimwengu. Ni somo muhimu sana kwenye maisha ambalo litakusaidia uweze kufika kwenye hatima yako bila kuvurugwa na namna unavyoonekana. Karibu sana, ni mimi Mwalimu Peter, na bila shaka kuna jambo ambalo Mungu atakwenda kufanya kwenye maisha yako. Muonekano wako ni ujumbe unaotuma kwa ulimwengu. Usikubali kuonekana mtu asiyejipanga, asiyejiheshimu, hata kama unapitia changamoto za kifedha. Watu hawakutani kwanza na uwezo wako, elimu yako au ndoto zako. Wanakutana kwanza na muonekano wako, maneno yako na mwenendo wako, namna unavyovaa, unavyozungumza, unavyotembea na unavyowasiliana na wengine hutuma ujumbe kuhusu wewe ni nani. Mara nyingi ulimwengu hujibu kile wanachokiona kabla hawajajua ukweli wa namna wewe ulivyo. Kile kitabu cha Mathayo 5:16, Biblia inatufundisha kitu kikubwa sana. Inasema hivi, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Anazungumza muonekano. Mungu anataka maisha yetu yaonekane kwa namna inayotoa ushuhuda mwema. Matendo, maneno na mwenendo wetu ni ujumbe unaosomwa na watu kila siku. Hii inatoa picha wewe ni mtu wa namna gani. Kumbuka, milango mingi ya fursa hufunguliwa kwa hisia za kwanza. Watu huamua kama watakusikiliza, watakuamini au watakupa nafasi kwa kuangalia mambo madogo wanayoambiwa wewe ni mtu wa namna gani. Katika maisha yako usijenge maisha ya maigizo, lakini jenga taswira ya heshima. Usivae umaskini wa mawazo hata kama unapitia kipindi kigumu cha kifedha. Jitunze, jiamini, ongea kwa hekima, jiwasilishe kwa namna inayoonyesha thamani ulionayo. Ni muhimu sana. Nihitimishe kwa namna hii. Usiruhusu hali unayoiona leo iharibu picha ya mahali unakokwenda kesho. Jitendee kama mtu mwenye thamani, na wengine wataanza kuona thamani hiyo ndani yako. Kwa hiyo siku zote ukionekana vizuri katika mazungumzo yako, katika matendo yako, unatengeneza fursa kubwa kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana na Mungu akupe kufanikiwa sana. Amen.